Tazungumzia masala ya kutoa sadaka. Nataka tuangalie hii kutoa ni kutoa kitu gani, ama maana ya kutoa ni nini? Kutoa ambayo kwamba itakayozungumziwe hapa ni kutoa kwa sababu ya kuwasaidia watu ama kumsaidia mtu kwa wale ambao kwamba wana mahitaji, na utoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu unaweza kuwa unatoa lakini ikawa unatoa kwa ajili ya dunia, kwa ajili upate sifa, kwa ajili ya mambo fulani, hujatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa bado umeingia katika hili fungu ambalo tunataka tulizungumzie la kutoa. Kutoa hapa ni kuwasaidia wale watu ambao kwamba wana mahitaji na kile kitu, kuwasaidia maskini, kuwasaidia mayatima, na utoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitoe kwa ajili ya kupata sifa ama kwa ajili ya kupata jina, ndio utakuwa umetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-Karim, anasema ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala hapa hajataja watu wala hajataja Waislamu, bali amesema wale ambao kwamba wameamini. Kwa nini aseme hivyo? Ni kwa sababu hiki kitendo ama hii ibada ya kutoa si ibada nyepesi. Kutoa si mpaka mtu awe ni tajiri. Kule kutoa ni ibada ambayo kwamba si ibada nyepesi, ni ibada nzito. Kwa sababu unaweza kuwa ni tajiri, unao uwezo, lakini kama hutoi. Sasa kutoa si mpaka awe tajiri. Kutoa ni moyo, mpaka uwe na moyo wa kutoa ndio uwe kitu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuwa amekupa uwezo, lakini ikawa roho ya kutoa hauna. Sasa angalia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza akasema ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ametanguliza kwa mpaka wale ambao kwamba wameamini ndio watoe kwa zile ambazo kwamba Allah ameturuzuku nazo. Allah amewaambia waumini mutoe zile ambazo kwamba tumewaruzuku wenu, zile ambazo kwamba tumewaruzuku, tumewapa sisi, basi muitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kile ambacho kwamba uko nacho wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio anakuruzuku. Yule ambaye kwamba hajapewa, sio kwamba Allah hajamuona, bali Allah subhanahu wa ta'ala kuna muda wake amempangia, kwa sababu kila mtu ana utaratibu wake ambao amewekewa kwa riziki. Ikiwa wewe umetanguliwa kupewa, mwingine bado yuko chini, ule ambaye kwamba yuko juu usimdharau huyo hapo chini. Wewe ambaye kwamba uko juu, wewe ndio ufaa umsaidie huyo ambaye kwamba yuko chini, kwa sababu Allah asatuambia tutoe kwa zile ambazo kwamba ameturuzuku. Sasa angalia, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu wale ambao kwamba wenye kutoa, kwa sababu kutoa kila mtu ana kiwango chake. Kuna ambaye kwamba anatoa kwa sababu huko ndani ya nyumba kimezidi, kuna ambaye kwamba anatoa kwa sababu hiki alichokuwa nacho amekichoka, hana kazi nacho ndio anatoa. Lakini kuna ambaye kwamba anatoa na ni kitu ambacho kwamba ana mahitaji nacho, na ni kitu ambacho kwamba yeye mwenyewe anakihitaji. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu maansar pale walipowapokea muhajirina wale waliotoka Maka kuja Madina, Allah akiwasifu akisema wa yu'thiruna ala anfusihim. Angalia, hawa walikuwa wakiwatanguliza muhajirina kuliko nafsi zao. Watanguliza vipi? Angalia, wale muhajirina walipokuja Madina
baada ya kugura Maka, wale maanswari wenye wake wanne walikuwa wakitoa, mwenye wake wawili anachukua mmoja anampa mwenzake, mwenye nyumba mbili alikuwa anatoa nyumba moja, mwenye mashamba alikuwa anatoa shamba moja anabaki na shamba lingine, kuonyesha kule kuwafadhilisha na kuwatanguliza wenzake wenye kuwa yeye anawahitaji nayo. Kwa sababu mpaka wewe ukaoa, umeoa ni mke mmoja, ni wawili, ni watatu, kisha alafu uje uwatoe wake zako ambao kwamba wawapenda, ukabaki na mke mmoja, ni kuwa umetambua hii ibada ya kutoa ni ibada kubwa. Na mpaka kutoa ni mpaka wewe ambaye kwamba ana imani, kwa sababu huwezi kutoa mpaka uwe imani imetengenezeka, imani imekuwa thabiti, imekuwa imani ya kisawasawa. Kwa sababu ibada ya kutoa si ibada nyepesi. Sasa angalia, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu akisema, wayuthiruna ala anfusihim, walikuwa wakiwatanguliza watu kuliko nafsi zao, walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana mahitaji nao hivyo vitu. Yani walitoa wake zao na walikuwa wanahitaji, lakini walitoa kwa sababu ya kutaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isimame, na kutaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isonge mbele, na kuonyesha kuwa wameamini na wana imani ya kisawasawa. Kwa sababu kutoa sio mpaka wewe uwe kitu umechoka nacho, iwe kitu kuna haja nacho tena sasa ndio waweza kutoa. Tumwangalie sahaba mmoja aliyekuwa tajiri pale Madina akiitwa Abu Talha. Huyu sahaba akiitwa Abu Talha radhiallahu anhu alikuwa ni tajiri, lakini katika zile mali zake zote alikuwa na mali moja ambayo kwamba alikuwa anaipenda sana, nayo ilikuwa ni bustani. Alikuwa na bustani yake huyu sahaba, alikuwa anaipenda sana ile bustani mpaka akaliita jina akiita Bairuha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha aya ikisema, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Sahaba kama huyu alipoisikia hii aya, na kwa sababu yeye alikuwa na mali, lakini katika zile mali zake yeye alikuwa na mali moja ambayo kwamba anaipenda sana, na ni hili bustani lake Bairuha. Sahaba kama huyu akamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamjia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamwambia, ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nina mali nyingi, lakini mali ambayo kwamba naipenda sana ni hili bustani langu, ama ni hili shamba langu, basi nalitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, huyu sahaba ametoa bustani ambalo kwamba yeye analipenda, yani katika mali zake zote bustani yeye ndo mali yake ambayo kwamba anayapenda sana. Lakini baada ya kusikia hii aya, Allah anaposema lan tanalu albirra, hautoufikia ule wema kamili, yani wema kamili hautoupata mpaka fanye nini? Hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, mpaka watoe zile wanazozipenda. Kwa sababu wema unaweza kupata, kuna wema mchache, nusu ya wema, kisha kuna wema kamili. Kwa sababu unaweza kuwa umetoa kitu, lakini umetoa kitu ambacho kwamba ulikuwa huna mahitaji nacho, utakuwa umepata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hautokosa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwa una kitu lakini umekichoka, huna kazi nacho, ukakitoa, lakini wewe ambaye kwamba umetoa kwa sababu kimezidi, ni ziada kwako katika mali yako, huwezi kumshinda yule ambaye kwamba ametoa kitu ambacho kwamba anakipenda. Tuchukulie mfano mdogo, mabwana wawili, bwana mmoja ana kanzu zake 3 nzuri, kanzu za ghali anazipenda, kisha na bwana mwingine ana kanzu 10, lakini kuna 3 ambazo kwamba yeye anazipenda kuliko zile nyingine. Sasa huyu ambaye kwamba ana kanzu 10 akachukua moja katika zile ambazo kwamba hazipendi, zile ambazo kwamba hana haja nazo, akampatia yule ambaye kwamba hana kanzu. Kisha na huyu katika huyu mwenye kanzu 3 akatoa kanzu ile moja ambayo kwamba anaipenda sana,
akampatia mtu ambaye kwamba hana kanzu. Sasa hawa watu wawili hatuwezi wafananisha. Wote wametoa kanzu, lakini huyu ametoa kanzu ambayo kwamba anaipenda, na huyu ametoa kanzu ambayo kwamba hana hitaji nayo, hana kazi nayo. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema hamtofikia wema kamili mpaka mtoe zile ambazo kwamba mnazozipenda, kwa sababu mpaka utoe kitu ambacho kwamba unachokipenda sio rahisi. Wewe kutoa kitu tu ambacho kwamba huna kazi nacho, kimekaa tu ndani ya nyumba, ni tatizo. Mtu ana kumsaidia naye atafute bwana, lakini uje utoe kitu ambacho kwamba unachokipenda wewe mwenyewe, basi itakuwa imani yako imekamilika. Kwa sababu tukiangalia hali za sasa, unaweza kuwa wewe ndani ya nyumba unacho chakula, umeweka ration yako ya mwezi mzima, lakini kuna jirani yako kwa siku anakula kipindi kimoja, ama kwa kila leo hajui kesho atakula nini, lakini wewe utapika, utakula, na kitabaki utakwenda kumwaga kwenye mlele chako, ama kitabaki utawamwagia paka na mama. Imani hakuna. Lakini leo tungekuwa imani ziko kisawasawa, hatutokubali yule jirani yangu ama yule jirani yako umemuona kwamba huyu najua hana chakula leo, kisha wewe chakula chako umepika ukasema hivi basi acha nimpe paka, lakini ni bora kwa yule jirani. Na ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, akituambia wapendelee watu kama vile wewe unavyojipendelea nafsi yako. Lakini leo imekuwa kinyume, kile ambacho kwamba wewe hukipendi katika nafsi yako ndio utawapa watu, kwa sababu hii ni ibada ya kutoa, si ibada nyepesi. Kwa sababu tukiangalia wakati wa masahaba, watu walikuwa wanashindana katika kutoa. Kila mtu alikuwa anataka amshinde mwenzake katika kutoa, kwa sababu wanajua anafanya kitu gani, kwa sababu wanajua ikiwa wanachokitoa watakwenda kukikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuangalie sisi leo, wewe kutoa hutaki, na ukimwona mwenzako anapata pia unakereka. Wewe chako kukitoa kumsaidia mwenzako, jambo hilo kwako hakuna, hutaki. Lakini ukimwona mwenzako na yeye anasaidiwa ama anainuliwa, anainuka, na yeye pia unapata taabu, unasikia hiki, unataka umwangushe. Sasa imani zetu na imani za masahaba zimekuwa tofauti, kwa sababu masahaba walikuwa wao wanashindana katika mambo ya kheri, lakini sisi leo wengi wetu tumekuwa tunashindana katika mambo ya shari. Tuangalie kisa cha Abu Bakar radhiallahu anhu wakati wa maandalizi ya vita vya Tabuk. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba kila mtu alete mali zake katika maandalizi ya vita vya Tabuk. Sasa Saidina Umar radhiallahu anhu katika kuleta mali yake katika haya maandalizi ya vita vya Tabuk, Saidina Umar alileta nusu ya mali yake akamletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar akajua kwamba leo nimemshinda Saidina Abu Bakar, mimi nimetoa nusu ya mali, leo Saidina Abu Bakar amenishinda. Kwa sababu masahaba walikuwa wanashindana katika kufanya kheri, kwa sababu anajua mimi natoa lakini sitokosa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Saidina Abu Bakar yeye, Saidina Umar akajua kwamba leo nimemshinda Saidina Abu Bakar, mimi nimetoa nusu ya mali. Sasa tumwangalie Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, kwa sababu ya uchamungu wake na kwa sababu ya imani yake ilipokuwa kamili, ilipokuwa kubwa, yeye hakuleta nusu ya mali, bali yeye alileta mali yake yote kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar alileta nusu ya mali yake, lakini Saidina Abu Bakar alileta mali yake yote akamletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia masahaba walipokuwa na imani, angalia masahaba walipokuwa wakijitoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nani anaweza kutoa nusu ya mali yake kwa ajili ya Allah? Leo nani anaweza kutoa mali yake yote kwa ajili ya Allah?
Hakuna, bali mtu anaweza kutoa mali yake kwa ajili ya mambo ya kidunia, ama mtu anaweza kutoa mali yake kwa ajili ya michezo ya kidunia, ama mtu anaweza kutoa mali yake kwa ajili ya kupata sifa hapa duniani. Lakini angalia, masahaba walikuwa wakitoa mali zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Sayyidina Abu Bakar baada ya kuleta mali yake yote, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Sayyidina Abu Bakar, akamuuliza, ma abukaita li ahlika ya Abu Bakar, umewaachia nini watu wako wa nyumbani? Ikiwa mali yako yote leo umeyaleta hapa, watu wako wa nyumbani umewaachia nini? Kwa sababu ni swali. Wewe umechukua mali yako yote umeyaleta msikitini kwa ajili ya ujenzi wa msikiti au kwa ajili ya kufanya msikiti uende mbele. Je, watu wa nyumbani umewaachia nini? Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Abu Bakar radhiallahu anhu, kuwa umewaachia nini watu wako wa nyumbani? Sayyidina Abu Bakar, angalia jibu lililokuwa kwamba ni jibu la hikma. Alimjibu majibu ambayo kwamba ni majibu ambayo kwamba sisi tunatakikana tujifunze nayo. Akamwambia, ma abukaitu lahumullah wa rasulahu, sikuachia chochote isipokuwa nimemwachia Allah na mtume wake. Mimi watu wangu wa nyumbani nimewachia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Angalia imani ilivyokuwa kamili. Yaani yeye anaamini tayari kuwa mali yangu nimeyaleta kwa ajili ya kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele, lakini watu wangu wa nyumbani Allah subhanahu wa ta'ala anajua atawapa nini, kwa sababu mimi nimejitolea kwa ajili yake, na Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha familia yangu iteseke. Na hiyo ndio imani ambayo tunatakikana na sisi tuwe nayo. Lakini sisi mpaka kusema nimemwachia Allah, yani umehangaika mpaka yameusha kata tamaa, ndio sasa msema namwachia Mungu bwana. Angalia, mwanadamu akipatikana na mtihani, ama akipatikana na misukosuko, ama akipatikana na dhulma, atapigana, atafute kila njia ya kujitetea, ahangaike huku, aende kwa wachawi, aende sijui kwa nani, mpaka ashakata tamaa, jambo lake haliwi, ndio utamsikia anasema namwachia Mungu bwana. Mungu anataka umwachie wakati wa pale kupatikana na tatizo, kwa sababu subra yako inatakikana ipatikane pale wakati tatizo limekufikia, ama wakati pale unataka kufanya jambo ufanye kwa ajili ya Allah, usifanye kisha baadaye unasema namwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia Sayyidina Abu Bakar, kwa sababu walikuwa na imani za kisawasawa, akamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa zangu nimemwachia Allah na mtume wake. Sasa angalia Sayyidina Abu Bakar hapo anatufundisha funzo kuwa riziki anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki haitolewi na kiumbe, riziki anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kupitia sababu. Allah anaweza kuwa anakupa riziki lakini kupitia mkono wa mtu fulani, ikawa unafanya kazi kwa mtu, ule mtu anakulipa unapata riziki, lakini anayekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo anayekupa hii pesa ni sababu tu, lakini riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tutoe hizi riziki ambazo kwamba yeye anaturuzuku kwa ajili yake, kwa sababu katika kutoa kila mtu ana hali yake. Kutoa sio mpaka matajiri, hata maskini pia wanacho cha kutoa. Uweze kutoa mali, toa muda wako. Uweze kutoa mali, toa ushauri wako, kwa sababu unaweza kuwa huna mali lakini ukatoa muda wako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tabassamuka fi wajhi ahlika sadaqa. Bali hujatoa mali wewe, umeandikiwa umetoa sadaka kwa ajili ya kumsababishia mwenzako tu kutabasamu, yaani kuingiza furaha kwa wenzako, tayari ile unaandikiwa ni sadaka. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka sisi tutoe sadaka na tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watoe zile ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku. Na tukiangalia katika fadhila za kutoa, fadhila ya kwanza
ama miongoni mwa zile fadhila ambazo kwamba zimo katika kutoa, ukitoa Allah subhanahu wa ta'ala anakuongezea, kwa sababu kutoa inakuwa ni sababu ya wewe kuongezewa ile riziki yako. Allah anasema la in shakartum la azidanna, ukimshukuru Allah atakuzidishia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma nakasat sadaqatun min mal, hii sadaka yako haipunguzi kitu katika mali. Ile sadaka yako unayoitoa hata kama ni chache, hata kama huwezi kutoa pesa, waweza kutoa sadaka chache sana, kile ulichokuwa nacho wewe kichache upatie na mwenzako, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongezea. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakwambia hii sadaka yako haipunguzi kitu katika mali yako. Kisha katika hadithi nyingine anasema hasinu amwalakum bizakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yahifadhini mali yenu kwa kuyatolea zaka. Yaani ukitaka kuyahifadhi yale mali yako ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia nayo, basi yatolee zaka, kwa sababu ukiyatolea zaka ndio utakuwa unahifadhi yale mali yako. Kisha akasema wada'u marwakum bisadaqati, kisha akasema na wafanyieni dawa wale wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Kama wewe una mgonjwa ama wewe mwenyewe unataka uepukane na magonjwa, kisirisha kutoa sadaka, kwa sababu ukikisirisha kutoa sadaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuepusha na yale maradhi, anakuepusha na yale matatizo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia enyi ambao kwamba mnaamini, toeni katika zile ambazo kwamba tumewaruzuku. Watu watoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila mtu ana uwezo wake. Kila mtu, mwingine ana uwezo wa juu, mwingine ana uwezo wa katikati, mwingine ana uwezo wa chini, lakini kila mtu atoe kulingana na uwezo wake, kwa sababu wanaohitaji ni wengi. Kuna mayatima, kuna wajane, kuna wazee, kuna wanafunzi wanatafuta elimu wameshindwa kuipata elimu. Sasa hizo zote, hao wote wana mahitaji. Tafuta yule ambaye kwamba unaweza kumsaidia, msaidie. Huwezi kutoa mali, toa nguo. Huwezi kutoa nguo, toa ushauri wako. Huwezi kutoa ushauri wako, toa muda wako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakosa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Anasema ittaqun nara walau bishikki tamr, uondokeni moto hata kama ni kwa ule ubao wa tende, sio tende nzima, ule upande mmoja wa tende. Yaani kuonyesha hata kile kichache ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku nacho, basi kitoe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukimsaidia mtu leo Allah hatakuacha hivi hivi, kwa sababu Allah ameona kwamba huyu amemsaidia mke wangu na yeye anamsaidia. Wewe unatoa kichache, Allah anakupa kingi. Kile unachokitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala si ndio kwamba ni basi kishatoka, bali kinakuja mara mbili yake. Lakini ukitoa kwa ajili ya dunia, ukitoa kwa ajili ya starehe za kidunia, ukitoa kwa ajili upate sifa duniani, basi ukumbuke ndio unapunguza katika mali yako. Kwa sababu leo tumekuwa watu wako tayari watoe matungu ya mapesa kwa ajili ya dunia. Mtu uko tayari atoe matungu ya mapesa kwa ajili ya starehe za kidunia. Mtu uko tayari atoe matungu ya mapesa kwa ajili ya michezo ya kidunia, lakini mtu hako tayari kutoa pesa zake kwa ajili ya msikiti. Mtu hako tayari kutoa pesa zake kwa ajili ya madrasa, kwa sababu kuna misikiti ukiiona unaweza sikitika. Kuna misikiti mingine ukiiona wewe mwenyewe unaweza sikitika. Msikiti mwingine hauna hata rangi, mikeke yenyewe hakuna, lakini watu wanaswali kweli. Na wapo ambao kwamba wanaweza kuisaidia hiyo misikiti, lakini wao wako tayari kutoa pesa kwa ajili ya dunia tu peke yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tukitaka tuzidishiwe neema, tukitaka tuzidishiwe riziki, basi tulete shukrani kwa kutoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tutoe kwa ajili yake na tutoe kwa zile ambazo kwamba ameturuzuku, kwa sababu hakuna aliyepata uwezo kwa ajili ya akili yake ama nguvu zake au maarifa yake.
Kila mtu hapa amepewa utajiri ama amepewa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukitaka ule utajiri wako ama yale mali yako ama ile neema yako idumu, ni basi uonyeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hata kama huwezi kutoa mali, toa muda wako na nguvu zako kwa ajili ya watu wako. Toa muda wako na nguvu zako kwa ajili ya mji wako. Zote utaandikiwa ni sadaka. Kwa sababu tukiangalia katika mji wetu wa Lamu, miji imeharibika, amani hakuna tena. Sasa wewe ukatoa muda wako kukaa na kuwashauri vijana ama kukaa kushauri watu ama kukaa kutafuta maarifa ambayo kwamba yataleta amani, bado utaandikiwa ni sadaka. Kwa sababu amani hakuna tena, imani imepungua. Sasa wewe kama Mwenyezi Mungu hajakujalia uwezo wa mali, tumia uwezo wa akili yako, tumia uwezo wa elimu yako, tumia uwezo wa maarifa yako, jitolee kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia tumeambiwa katika alama za imani mtu ni kupenda mji wake. Kwa sababu ukiupenda mji wako ni alama kamili kwamba wewe una imani. Sasa kupenda mji wako ni vipi? Ni kusema kuwa naupenda mji wangu tu peke yake, bali kupenda mji wako ni kujitolea kwa ajili ya kuleta manufaa katika mji wako na kuleta manufaa ya watu ambao kwamba wako katika mji wako. Ile tayari ni alama ya imani. Sasa watu ni wajitolee. Una mali, toa mali yako. Una akili, toa maarifa yako. Una nguvu, tumia nguvu zako. Sasa watu wajitolee kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupeleka dini yetu mbele na kupeleka mustakabali wetu na vijana wetu na maisha yetu mbele. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia na kutuwafikia. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie amani katika miji yetu, atujalie msimamo katika mji wetu, atuponyezee wagonjwa wetu. Mwenyezi Mungu aturahamlie maiti zetu. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe ni wenye kusikia mazuri na tuwe wenye kufuata mazuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.